Hello, the Luck Mom family. Where are you getting me from? Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Anchoka. I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do have those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. My number is 0727846930, Deborah Anchoka. If you want to WhatsApp me, sometimes you might not see it. Save it by starting with +254727846930. Kuna watu wananiambia kuwa like mama, hiyo namba yako haiko WhatsApp. Huwezi ipata WhatsApp kama hujasefu ukianza na +254. So where are you getting me from? Unanipata ukiwa wapi? Leo hii show yetu imechelewa, lakini nimekuwa busy, but nimesema I have to have this show with the Luck Mom family. Tunaongea mambo ya Gulf facts, kidogo kidogo pia nafanya biashara. So ninataka tuanze na hii mambo ya Gulf facts kiasi tukiendelea. Where are you getting me from? Kama mnanisikia, ikiwa unanisikiza, just say hi. Nijue uko wapi, niambie uko wapi. Nijue tuko pamoja. Kuna watu wamezoea kichapo hapa. Kiona hapo nimesema maids kuzoea kichapo. Kuna watu wamezoea kuchapwa sana. Hey Liz, hi. Okay. So niko sure sasa watu wananisikiza. Nilikuwa na doubt kama hakuna sauti. Kuna watu wamezoea kuchapwa, mtu anazoea kuchapwa na anaendelea kufanya kazi. Kama mmesikia kuna klipu inapita kwa mtandao, mtu anasema kama uko na mtu wako Gulf, kuna mtu ameshutiwa, check on her, check on her. Hiyo klipu ilienda viral jana. Watu walikuwa wanatumia hiyo audio. Like mama umesikia hii? Like mama umesikia hii? Nashi baby anasema hi like mom hi. So kitambo mtu akuja kushoot, huyo ni mtu amezoea kukupiga. Na kusema kweli watu wanapigwa. Mtu anapigwa, mtu anakukanyia chini, unakanyawa kichwa, unakanyawa shingo, unapigwa, unafura kila mahali, unataka kuvumilia kama ndoa. Kwa tajiri unapigwa ukivumilia. Sometimes mtu anaona kama wewe ujipendi. Kuna bosses wamezoea kutandika wafanyikazi wao. Unatandika, wewe ni mama, unatandikwa kwa sababu ya kuogopa, hutaki kurudi kwa ofisi, hutaki kutafuta msaada. Hi like mom listening from Saudi Riyadh, Esther Kiabi, thank you. Kuna watu hawataki kuomba msaada, mtu unapigwa, wewe ni mama ya watu, mama mtu, unapigwa na tajiri mpaka unajisahau. Lakini juu unatafutia watoto unasema wacha nivumilie kichapo. Nyinyi ndio mnachokoza mabosses. Ikiwa boss anakupiga na unatulia, unasema ni kawaida, wacha niendelee, wewe ndio unamchokoza. Hujui rights zako. Unajua mtu mwenye anakufanyia kazi ni mtu wa muhimu sana. Hata awe sio mfanyikazi, maybe sio ufanyikazi Gulf, hata awe anafanya kazi Kenya, mfanyikazi wako ni mtu wa maana sana. Leader inatamana anasema hello mama Eunice Kwamboka, hello madam, how are you? Mfanyikazi wa ndani ni mtu wa muhimu sana. Huyu ni mtu unaacha na mtoto wako anakuchungia, huyu ni mtu anakupikia chakula lakini unamtreat vibaya. Unaona ni kama hafai kukaa na wewe. Is the same way our ladies are going through in the hands of some bosses who don't value them as maids. Dorina anasema aki wasichana wanapitia sana huku, sijui serikali ya Kenya itakuwa serious watoto wa watu wasiojiweza wakikufia wote huku Saudi Arabia. Hiyo ni ukweli, kwa sababu ninataka kuongea hii mambo ya kupiwa. Mwingine amenionyesha tu amefura hivi. Mpaka nikasema siku hizi kuna videos zingine ziwezi weka kwa page. Inatolewa na ni page yangu inakuwa flagged. So ninaogopa. But mimi nikiziona mwenyewe na hurumia watu sana. Umefura uko na mulima kwa uso kila mahali na unasema unavumilia like mama juu wananilipa.
Mtu akinielezea hivyo nasikianga nimlete karibu hivi kwanza, nimchuna chune na nimpige makofi kiwezekana. There is no way unataka kuzoesha stranger akutandike. Kuna wale watu waoga. Mtu hata akijaribu kujieleza unasikia tu anapumua uoga. Anapumua uoga. The moment unaanza kuonyesha tajiri unamuogopa, wewe utakuwa drum wa hiyo nyumba. Kila mtu atakuwa anakupiga. Msichana anapigwa, watoto wanaitwa wakuje kumcheka vile analia. Ati analia kama monkey. Na bado unaitwa monkey, unalia kama monkey, watoto wanakuja wanakucheka ama watoto wanakupiga ukilia, they enjoy like they are watching cartoons. Na bado uko kwa hiyo nyumba umetulia tu. Hutaki yani ninasema hivyo kwa sababu huwa nasikia ninachoka saa zingine. Damaris Morana, nimekuona, nimekuona. Mimi nayo siwezi chapwa, nivumilie hata hivyo. Mimi hata kushautiwa mimi nilikataa kabisa. Vile nilikuwa mgeni walikuwa wananiita na sauti juu, nikamwambia punguzeni sauti. Mkiniita niko tu hapa karibu. Hapa karibu, sipendi kelele. Ndio tunasema vile utaonyesha tajiri wako ndiye atakuwa nakubeba. By the way, hata mimi alikuwa ananishautia, mimi nanyamaza kabisa. Next time nikamwambia the moment you shout, nasikianga nimeogopa. So wewe vile utamuonyesha, unajua wamama Waarabu wengi wao wako frustrated na maisha. Unaweza ona ni tajiri lakini ako na frustrations nyingi sana. So anaweza kuwa na kumwagia unnecessary anger. Mpaka unashindwa kwani huyu mama nimemfanyia nini? Hata hujamkosea. Unaona tu anasukuma tu vitu. Kama ni glasses anarusha, hataki kujua kama zinapasuka, hataki kujua kama kurusha hiyo glasi itapasukia kwa kichwa yako. Wako na frustrations, sasa wanamwagia the wrong people. So na wewe unasema, hiyo ni madam wangu namuelewa. Unamuelewa aje sasa? Unamuelewa aje? Kwani ni mama yako? Si huyo ni mtu ulipata kwa na meno 30 tu. Unataka kumuelewa aje ati anaweza kukupiga hata sahani hata kikombe na unyamaze? Nataka kufundisha watu jinsi ya kujisimamia. You need to stand on your own without even the luck mom, without the agent. Ni wewe unafanya kazi pale, unajua unapigwa aje. Hiyo kichapo yako ni kiwango gani? Unataka kujizoesha, kwani unataka kujizoesha kichapo kama nani? Asha anasema mimi si kufanywa kichapo, but nilinyima food tangu niingie hapa, nilitafuta msaada but nilirukwa na kila mtu. I thank God juu nilivumilia hadi sasa niko na mwezi mmoja tu ni home. Msaada kupata sio rahisi by the way. Saa zingine pia kama ujui vile unatafuta msaada unaweza kosa kupata. Kavosa anasema hi like mom hi. Becky anasema imagine somebody does not have any right to raise hands on you. It's better to run for your life. Hata kukaa kama kifaranga imenyeshewa. Stand for your right. Imagine stand for yourself. Naweza kukupigia makofi sana. Watu wajisimamie. Wewe kama the moment you have risked your life, umesema wacha nini nikatafutie familia yangu, you have just sacrificed kila mtu, ukasema wacha nini nitafutie familia yangu. Umefika pale umeanza kutandikwa. Now that ulikuwa courageous, ulikuwa super woman from your country, umefika pale unanyeshewa kama kifaranga vile huyo mwenzetu amesema. Unapigwa, kazi yako ni kulialia. Umeenda kufanya kazi, sio kupigwa. Mtu mwenye anakupiga mkumbushe. Na usipigwe uendelee kufanya kazi. Unaanza kusema hapana watabadilika. Wanasema unamwambia kurudisha kwa ofisi, anasema hawezi kukurudisha kwa ofisi, wanapenda kazi yako. Though hawezi kukuambia lakini watasema wataanza kukuomba pesa yenye walikununua. Hiyo ni manipulation. Hata kama unataka pesa ulininunua, mbona unanimistreat? Watu waanze kujisimamia, watu waanze kujiongelelea ndio hizi cases zipungue. What if utafute msaada ukose cause mimi ni mgeni huku munichanue? Hakuna vile utakosa msaada. Ukiamua like unatafuta msaada. Kwa mfano unakuja kwa like mom. Mimi ukikuja kwangu kutafuta msaada, mimi huwa nakukataza usifanye kazi. Kwa sababu gani? Ukiomba msaada kwangu nikianza kukutafutia msaada na wewe unang'ang'ana kufanya kazi, unanifanya ninaonekana mbaya. Unanifanya ninaonekana mjanja, mkora. Ikiwa uridhiki na utaki kukaa hapa, inakaa kama saa zile unataka kuhama nyumba. Unasema tu mimi nahama leo. Nahama nyumba leo. Nikipata nyumba yote naweza ingia. Lakini ukiniambia like mom mimi napitia hii shida. So ukiona bosi akianza kukuuliza juu unaogopa bosi wako, unaanza kusema if you are going to change,
I can stay. Hapo umeshanifanya nimeingia kwa mtandao, nimetoa mata yangu yote kwa mdomo, then unaongea na tajiri na unasema, "Yeah, like mom, usishangae mbona nimenyamaza. They have promised to change." Usikuje na hiyo akili kwa inbox yangu kwa sababu hatutaelewana na wewe. Ukiamua au watu wananipiga sitaki ukaa hapa, sikuwa na msimamo. Watu wengine ni kuyumba yumba, ndio maana inawafanya wanakosa kupata msaada. Watu wako ushago mbali kabisa watasaidika aje? Naambianga watu try before dying. Jaribu kutafuta msaada, usiseme tu maybe niko ushago. I had a case of a lady anakaa ushago. I think maybe she might be watching hapa. Mwenye nilikuwa nawaambia alienda, wanakaa ushago kabisa. Yeye anachunga ngamia, anakamua ngamia. But sasa huyu boss wake wa kiume anakujanga anamwambia kuja unikalie. Anakuja unikalie, kuja unikalie. Anaenda anakaa uchi, anakaa kwa stool, anamwambia kuja unikalie. Wanakaa ushago. Alikuwa ananiambia like mama hakuna police station. Hakuna penye unaweza enda kujipota, hata ukitoroka uwezi pata msaada. Ni faa kuna ushago za Saudi Arabia yenye hata kuona gari ni ngumu. So tukakaka hiyo kesi nilianza kuisolve karibu 3 months ago. Jua alikuwa ana complain sana. So akakuja akaniambia like mama, ama nikupatie namba ya huyu mtu uongee na yeye. Umwambie tu wewe ni mtu wa ofisi, ama kama wewe ni mtu wa embassy, at least yani tuone vile anaweza react. Huyu mzee, hata watu ni waoga by the way. Akianza kuona kama wewe umefunguka macho na maybe kuna mtu anamtafuta na amemtafuta na namba yake, anaogopa. Beatrice anasema mimi nilikuwa na boss akiwa na hasira ama akute kama kosa kidogo anarusha vyombo, nimeosha zote chini, glasi zinapasuka na ajali. Hakujua vile niliondoka huko. Usingoje, usianze kutolerate hizo vitu, usinasi hizo ego never nasi somebody's ego. Watu waende watafute therapist watibu akili zao. Mimi mtu haezi nigonga, mimi nakwambia if you are tired of me mnirejeshe kwa my family needs me and I love my country. You obvious wanaanza kusema eti tutakurudisha. Mimi niliwaambia hata saa hiyo time naingia kwa room ni vizuri. That's nonsense to her. Next ni kifo, ajiokoe mapema. So we are almost getting a solution because the moment I reached out to that man, mimi nikamwambia we know what's going on with that girl. Unajua kuna vile wanajifanya but it's very risky, but ako pale bado. Shida ni ile alirudi the same house. Hiyo story haikuwa hivyo. Amerudi kwa the same house na mambo imebadilika. But ule mzee saizi ameanza kama ameogopa. Juu imeenda karibu 3 weeks. Anasema huyo mzee yani ni kama ameogopa. Ameona sasa ni kama huyo mtu kuna watu wanamfuatilia in case of anything. So Junior alinipea majina yake yote, like unaweza sema the like Bam Debra Nyanchoka ID number. So mimi nilitumia zile majina za ule mwanaume yote kumwandikia mpaka location, mpaka namba yake. Nikamwambia we know where you stay, your ID number. Hiyo kitu ikaanza kumfanya kama anaona kama anamulikwa. The moment mtu anajua details zako penye huko, at least anaanza kusense maybe kitu mbaya inaweza nifanyikia, or I might not run away. It will depend vile uta present information yako kwa huyo mtu. So vile aliona ninajua vitu zake zote details, huyo demo aliniambia like saizi amechange. Sio kama before. Juu alikuwa anaogopa kwa sababu aliambiwa urudi kwa the same house na una ofisi. So unajua walikuwa wanamtekea advantage. Hello girl, uko Saudi ama Kenya? Mimi nakaa Tanzania. Mimi nayo najisimamia kabisa na niko huko ushago, but nachunga vinyanya vise haki. Nafanya kazi. Tumama inaitisha, but I thank God hawapigi wala hawampigi. Wale wa wanyanya pia wanakuanga sawa. Hao watu ni vile utawaonyesha. Hello mamu, uko Saudi Arabia ama Kenya? Niko Tanzania. Gisare anasema hello, kuna demo ako kwa group alikuwa ni neighbor Mkenya, alisikia kilia akisema please forgive, don't kill me. Dakika kidogo akasikia gani kilia. Sasa demo akaanza kuulizwa kama amesikia kuona chochote. Saizi yako ofisi, please let's pray for her. Hiyo ndio sauti nimesema imeenda viral.
audio. Alikuwa anasema ati aliona mwenzake akaona ati ni Mkenya, anasema please forgive me. Huyo msichana ni aseme tu when you are giving out information, kusema kweli, sema mimi niko Damam, mimi niko Riyadh, this is what is happening. Hiyo information ya huyo msichana nilisikiza vizuri, but sasa kuna information missing. Na wakati aliulizwa kama amesikia gani, akasema yeye hajasikia kitu na amerudi aje kwa ofisi. I'm still doing a follow up on that for those people wenye walishare hiyo clip na mimi, but tutapata ukweli wa mambo. That is why naambia mtu ukiona unapiwa usingoje mpaka ukuje kushutiwa, kwa sababu huyo msichana anasema huyo ni Mkenya mwenzetu na alimuona akishutiwa, aliaga. Alimuona kama ameshutiwa na amelala kwa mlango. Mpaka bosi wake akamuuliza umesikia gani? Hatia akasema hajasikia. Unaweza sema aje hujasikia na umesikia? So kuna vitu zenye zi add up, ndio naambia watu waache kuzoesha watu kuwapiga. Wewe sio drum. Unaona? Somebody is watching from Eritrea. Semre, thank you. Right water supply is following, thank you. Sasa ule msana vile anaeleza ati aliona huyo Mkenya ameshutiwa, na sasa juu alikuwa ni witness amerudi kwa ofisi. Sasa tujue amerudi aje ofisini na alikuwa ameambia tajiri wake yeye hajasikia gani. So something is not adding up. Unakuanga na WhatsApp group? Yes, niko na WhatsApp group. Tuko na WhatsApp group saizi inaenda 3rd year. Iko same age na hii page. God bless you for good work, Mom Deborah. Thank you so much. So guys, I just want to thank you so much. Tunaendelea, but nataka kuwakumbusha kuwa mimi nauza mchele. Nauza mchele grade 1, inaitwa Bishori Moshi ama Super. And I just want to thank watu wa jana. After the show watu walinipromote sana, na vile nilikuwa nimewapromise, by the way nilinunulia kila mtu vile nilikuwa nimepromise. So, yani niliona kama ilikuwa ni kitu mzuri giving back to my fans. Nilikuwa nimesema ukinunua mchele kama ni 5 kg na kununulia kilo moja, kama ni 10 kg na kununulia kilo 2, kama ni 25 kg na kununulia kilo 3, kama ni 50 kg na kununulia kilo 4, kama ni 100 kg na kununulia kilo 5. Na kusema ukweli watu walikuja. Ninauza hiyo mchele. Ikiwa unahitaji, you can make your order to my number 0727846930. That is my number. Maybe unaweza kuwa utaki mchele but you want to talk to me. This is my number. I'm just giving this number because watu wametengeneza fake groups wanajiita Lucky Mom, so that at least unatuma message you confirm. So hii mchele yangu watu wanasema Lucky Mom uko expensive. Nataka kuwajibu hapa hivi, I'm not expensive because I deal with quality. Siuzi mchele grade 2 ama grade 3 ama grade 4. Nauza hiyo mchele ya grade 1. It's not broken. Ni hiyo iko tu moja, long rice. So haina mawe, haina vumbi, ni quality rice. Wale wenye wamejaribu wameionja wakasikia. But if you need it, you can make your order after the show. So tuko hii story ya kichapo. Ndio lazima tuna nini. Beki anasema hivi, don't let people wakusome akili, lakini wewe kama mwerevu wa kuwasoma na ujibebe kama mtu anajua Kenya anafanya. Acha kushtuka na kuogopa sifu umepatana na Mungu. Hiyo ni pregnant point. Sisi wote we are just equal before God. Hata mtu akikuwa na ngozi tofauti, hata ukue mweusi, unajua pia hao watoto hata saa zingine watoto wa bosses, mtu anakuja kukufanya hivi aone kama unatoka rangi. So inakufanya unaanza kujidharau. Mjuu mtu ni kala tofauti unaanza kumuogopa. Ufai kuogopa mtu. Wewe ni mtu wa maana. Imagine mtu anakulipia ticket, hata anakuchagua online, anakuleta kwa nyumba yake alafu akuje kukutesa. Hakuona wasichana wengine kwa hiyo mtandao akakuchagua wewe. Ndio tena afike kwa nyumba yake aanza kukumistreat. Pia wewe unafaa umee pembe zako, usizitoe nje. Mea pembe zako kwa kichwa ukijua kenye unafanya. Kazi yako ijiongee. Na pia kuna watu wale wenye hawajazoea kazi. Wale wasichana wadogo wa 20 to 25 hapo hivyo, na hata kuna watu wakubwa kama Lucky Mom lakini hawajazoea kazi. By the way, ile miezi ya kwanza 3 hata ujui asubuhi ilifika saa ngapi. So tena hao mabosses wameanza kutaka wasichana wadogo ndio wanaweza kutandika vizuri. So anakutandika vizuri juu wewe ni mdogo.
So ule msichana hajamaliza shule, uko class 7, mama yako amesema umekuwa mkubwa, wamekutafutia vitu za uongo, magendo, passport, birth certificate, umeongezewa miaka. Hiyo sio kazi yao watoto wadogo, kwa sababu pia kazi yako isipojiongea unatandikwa. Kwa sababu wale watu wenye wamepitia shida, ninaambianga watu ukitaka kwenda tu Saudi Arabia na kwanga last option kwa wale watu wenye wamepitia shida na wataki, yani hawana namna. Lakini kama wewe uko kwa wazazi wako, usianze kuona ati jirani yako alienda Saudi Arabia amekuja akajenga nyumba. Sasa wewe unataka kwenda, kwa sababu ukifika pale kazi ni mingi na ni ngumu. Uwezi sema ati mimi nataka kwenda nyumba nyingine. Mtu anakuja kwa inbox yangu ananiambia, "Lucky mom, nataka mimi niende kwa nyumba ndogo." Ninakukumbusha kuwa ukwenda kutua, you are not a tourist. Ukwenda kufanya tourism in Gulf, ulienda kufanya kazi. Most of the people wananiambia, "Lucky mom, nataka nitafute nyumba ndogo." Nyumba za Gulf most of them ni kubwa. So hakuna vile unaweza sema inataka nyumba ndogo, hujaenda kutua. So ukiamua tu, yani ni ile tu mtu anajitolea. Pia saa zingine unaweza sema watu ni wabaya, lakini kuna watu wengine wako lazy. Unaenda kwa wenyewe, mtu ako na hasira yake, alitoa pesa yake akakuchukua, afu uko lazy. Juu pia umeona pia pressure kwa mtandao, mtu anasikia tu unaweza jibu tajiri yako vile unapenda. Unaweza lala, mtu anakuambia yeye analalanga sijui mpaka saa ngapi. Wewe pia unataka kupractice vitu zenye ziko kwa watu wa wenyewe. Hujui kuwa bosses are different. So unaanza kuhangaishwa, maisha inakukalia ngumu, hata kukula upewi chance, hata kuongea na familia yako una chance ya kuongea, kwa sababu most of the time unaweza taka kuongea na familia yako mchana. So wewe unapewa simu usiku na nyumbani watu wanalalanga saa 2. 8 PM watu wamelala. So maybe unamaliza kazi saa 6. Unasikia ni kama uko na stress, unasikia kama maisha inakukalia ngumu. Maybe kuna wengine tu wakimaliza kazi wanatandikwa ndio wanalala. Mtu analala akiwa analia. So hata mtu anaogopa kupigia familia yake, kwa sababu umezoesha tajiri wako kuwa wewe uko comfortable na viboko, anaweza kukupiga, anaweza kukuchoma na maji moto, utapona tu. Bora uendelee na kazi. Nataka kuambia mtu asikuje hapa niambie amenichapa mwaka mzima. Na saizi ndio unafunguka macho sasa, si wewe ni mtu umezoea kiboko. Kwa nini unapea mtu chance akuchape mwaka mzima? Yusuf Ali anasema mimi nilikuwa mtu wa 3 kucomment kwa hiyo video, huyo dem witness alipost, lakini nilitaka kujua ila haku reply. Pia mimi ninataka kujua lakini haja reply. Unaona? Rebecca anasema my God bless you like mom, you always a blessing. Thank you. Eunice Maure anasema thank you a lot Mom Deborah. Irene alipost nitaka kujua ila aku reply comments zangu. Niona kuambia kuna mtu anaweza kuja. By the way nimegundua kuna watu wako Gulf. Juu mtu ana imagine. Mimi nataka kuona huyo msichana aseme niko hapa kwa hiyo ofisi. Mimi ndio achukue video aseme mimi niko kwa hiyo ofisi. Niliona mtu akishutiwa. Kuna mtu anaweza kaa tu chini ya imagine tu. Aanze kusema, "Oh, huyu ameuliwa. Huyu amekufa. Ona huyu." Alafu aweke tu audio, alafu airushe tu inasambaa. Ukienda kufuatilia kiini vizuri unapata hiyo kitu hata hakuna. Hata kitu kama hiyo hakuna. So, lakini kuna ule mwenye alikuja kwa inbox yangu amefurafura na niambia amechapwa mwaka mzima na amezoea sasa amesema nimechoka kuchapwa. Usizoeshe tajiri wako kukupiga. Usikubali mtu akupige. Wewe umeenda kufanya kazi. Ujaenda kupigwa hapa. Wewe sio drum ya haleluya hapo unapigwa. Irene anasema I love your advices, always be blessed dear. Thanks. Morini Chepto. Thanks. So ninataka kuambia watu nimekuja tu juu ya kichapo. Ule msichana amenifanya nikasema hapana. Let me talk to my people. Watu waanze kujisimamia. Hauna makosa. Wewe ni songo umeajiriwa kwa hiyo nyumba. Wewe ni boss kivyako kwa ofisi yako ile ya Mbochi. Upende kazi yako, ufanye kazi yako, mtu asikuje kukuchapa. Usipatie mtu chance akuje kukuchapa. Kumbuka wewe ni binadamu. Usianze kuonyesha mtu mwingine afili ako better than you. Hata wewe you are the best. So the moment unapatia mtu chance anakutandika, anaona kama hauna namna. Sonja anasema viboko mwaka mzima hiyo hapana. Kwanza nimefanya nini hapo hatuwezi ongea. I'm handling a case from Mombasa, msichana hajalipwa 3 years. Amekaa for 5 years. Kichapo ni dawa tu kwake, anapiwa kila wakati.
So ukijaribu kumwambia anasema Lucky mama usipigie tajiri wangu simu, anaweza nifanyia kitu mbaya. Ni kitu mbaya gani hajakufanyia na hajakulipa miaka 3 na anakupiga? Unajua kuna mtu anakuja ananipea kazi ananiambia, usipigie tajiri wangu. Unataka nipigie nani? Niende nipigie mama yangu ndiye akusaidie? Si uko na wewe tajiri wako ndio tunampigia ajue uko na watu. Ukinipatia kazi usinipe conditions. Like mama usipige tajiri wangu usijue atafanya nini. Hapana. Kama unaumia kubali usaidike. Acheni kufurahisha watu ukiumia. It is so sad. Hala. Tigango kwanira karake iko. Ende live. Nisa unatorokea msikitini ama polisi? Kuna watu wanasema huwezi pata msaada msikitini. But msikitini si ati unaenda kusaidiwa huko. Msikitini ni wale watu wenye wakupea wako na roho ya utu. Mtu anaweza kukuhurumia, akuitie polisi ama kupeleke police station. Yeah. Richard anasema hivi, nimekuwa driver wa Waiguru for 3 years, but siku alifanya kunikaza kuongea na familia, niliact kimkenya. Sasa ndio nashindwa sasa. Unamfanyia kazi na hataki uongee na familia yake na yeye amuko related. Nyinyi wewe ni mfanyikazi na yeye ni tajiri. Yeye si anaongeanga na watu wao. Yeye hataki uongee tu na watu wako. By the way watu wanakaziwa. Nasikia Richard alisimama Kikenya. Inaeleweka, unamuonyesha unajua. Ikiwa ukiamua kutoka kwa nchi yako kwenda kwa nchi ya wenyewe, usiende kujidhalilisha pale uonekane kama wewe uwezi. Wewe unaweza. Ulikubali kutoka kumaanisha unaweza kila kitu. Usianze kujifanya I don't know this. Wewe kaa kujua kila kitu. Ukikaa kujua kila kitu, watataka kusoma hata kutoka kwako pia. Because maybe ile mentality wako nayo wanajua Africans hao ni watu stupid. Hao ni watu maskini. Hao sijui ni watu wagani. Waonyeshe sio hiyo kitu yenye unasema. Dori Kamora anasema hiyo Debra ndio kufika karibu. Waonyeshe sio hiyo kitu yenye unasema. Mtu anasema Kenya maskini, anambia no, we are not poor. Tuko na kila kitu, ni kazi hakuna. Chakula iko. Mtu anakupatia ndizi imeoza. Unamchukulia hata picha ya banana plantation unamwonyesha mimi ni Mkisii na natoka Kisii na kwetu ni mandizi. So hata hizi staki. Usionyeshana like unataka kulia hujapewa hiyo ndizi. Bila utamuonyesha ule tajiri wako ndiye atakubeba. So unaweza kujikaza tu, toa baridi kwa tumbo. Jionyeshe uko courageous. Hawapendi watu wenye wamefunguka macho. Wanapenda mtu mwenye ukimwambia anajikunja, anaenda anajifungia hivyo sasa. So that ndio ujifungia, akifungua mlango hivi anakugonga kidogo. Chiro anasema I love you so much the Luck mom, you are very wise woman, may God bless you and expand your territories. Thank you so much. Kuna mtu anasema apewi chakula, anasema ana survive bila food. Huyu wangu huwa anasema it's 24 years same my binti sasa akaanza kunishautia. Mimi nimemnyamazia siku 2 saa hii shout. By the way kunyamaza ndio dawa. Si wewe uko kwa ofisi? Kwani watu wa ofisi lazima wote waongeleshane? Hiyo kunyamaza inakuanga dawa mzuri sana. Ni silent treatment na iko strong. Mtu anataka atasema you don't smile. You want me to smile to you na tayari umeshanitemea mate. Mtu anakuja anakutemea mate yote hivi, anatoa kikozi anakutemea kwa uso. Ukijaribu kusema unarudi kwa ofisi anasema utalipa pesa yangu. So kwa hivyo hauni dustbin. Mimi I decided to be don't care Debra. Ukikuwa don't care utasaidika. Na mimi naambianga watu kila wakati, mimi wakati nilikuwa huko Saudi mwaka mzima mimi sikuwa ipewa nyama. Sikuwa ipewa nyama, walikuwa wanaona ni kama hiyo nyama ni first time kuiona. Yaani walikuwa nyama sikuwa napewa. Lakini mwaka wa pili vile ilianza, ukweli mimi napenda nyama. Sasa nilikuwa unaosha nyama nyingi, hiyo nyama inajaa sufuria, lakini saa ya kusabu wanakuwekea ile unawekewa rice iko safi, then unawekea hiyo supu ya zile mifupa zimebaki huko chini mpaka rice yako inaharibika inakuwa mbaya. So unaanza kungangana na mifupa yenye ilikuwa kwa supu. So siku moja mimi nikasema ai hapana, this is too much. Hii kunyamaza hivi najifanya sipendi nyama.
Ikaanza kuongea na Kikisa sasa watu kwa nini mbona sinipe nyama? Kwani mimi sio binadamu? Ninaongea tu na Kikisi. Anasema what are you talking? What are you talking? Kaambia I'm a human being also and I also want to eat meat. You have never given meat. It is just a whole year I've never eaten meat. If I was in Kenya maybe I could be eating meat every day. Akasema nilikuwa naongea hivyo kwa sababu niliona msichana wake alikuwa hapo. Akasema you have never been given meat. I mean since I came here I've never eaten meat. Akaanza kunipea pieces mbili. Like ya kulipa ule mwaka hapo ananipea, ikafika mahali katikati nikachoka. Sasa hiyo nyama pia ikanishinda. Lakini nilikuwa natamani hiyo nyama lakini upewi. Hii uoga ni kitu mbaya. Sasa ile ukiamua kutoa uoga, imagine hiyo baridi iliniingia mwaka mzima kama mimi sijiongelelei. Lakini now that nilishajua siri, nitaambia wale watu wenye wako pale. Ukifika utoe uoga ndani ya tumbo. Juu mimi nilikuwa nasema tu hii mambo ya ofisi ikipiga simu. Ninaweza sema tu nilikuwa naambia rafiki yangu anaitwa Karuni nikiwa na shida namwambia nipigie ofisi. Alafu ninaogopa, ninajua vile watu wananiambianga nikianza kupigia mabosi wao vile mtu anaogopa. Hiyo uoga ndio inatufanya hao watu wanatuhangaisha. Ukisimama imara na kuambia kila kitu itakuwa sawa. Lakini ukiendelea kuogopa utaendelea kupigwa. Usiwahi kama mahali unapigwa. Niliona mwanaume anakata hii nini ya kifagio hii ya brush, ule mti wameweka mahali atini ya kuchapa shagala. Anakuchapa nimefanya hata videos zenye mnaona mtu anapiwa kila mahali, anapigwa kwa sababu mmewazoesha. Hao watu wengine ni wanyama. Wengine wako wazuri, wako na roho ya utu, lakini kuna wengine ni wanyama. Mtu anakupiga tu, akikuona tu anakuonea wivu. Anakupiga tu na hata kama hujamfanyia kitu. But jifundishe kusimama imara. Na saizi vile mtandao imekuja, this is the only way we are going to solve our problems. Because huwezi enda kwa nyumba ya mtu uanze kubisha mlango, kuna msichana wangu anapigwa hapa. This is the only way we can meet, tuweze kuongea, tuweze kusaidiana. Na ukiona mwenzako anapitia shida, usinyamaze. Unaweza kuwa wewe sio unamsaidia lakini wewe utapeana information. Joy anasema, wewe kwanza hapa hakuna kukunywa cola, sipendi Pepsi, sijui la hapa ni za watoto. Niliwaambia pia mimi ni mtoto.